Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa tena kukujuza zaidi habari kutoka nje ya mipaka ya hapa Tanzania, lakini sitaacha kukukumbusha jambo jema ama taarifa njema za PMBet kwamba kuna bonus kubwa ya gari aina ya Toyota Harrier kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Huko unaweza ukaingia nawe kwenye draw ya Royal Win Plus na ukawa mshindi. Sasa waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema atahakikisha sheria kali zaidi za umiliki wa bunduki zinawekwa nchini humo kufuatia tukio la mauaji kwa risasi lililotokea eneo la Bondi Beach na kuua watu 15. Kauli ya waziri huyo imekuja mapema baada ya tukio hilo la mauaji kutokea Disemba 14, ambapo waombolezaji wamekusanyika katika maeneo ya ukumbusho kando ya pwani kuweka maua na kutoa heshima zao kwa waliopoteza maisha kwenye shambulio hilo. Polisi wamesema washambuliaji walikuwa ni baba mwenye umri wa miaka 50 aliyefariki eneo la tukio baada ya kupigwa risasi na polisi, na mwanawe mwenye umri wa miaka 24 ambaye alikamatwa na bado yuko hospitalini akiwa katika hali ya mahututi. Taarifa zinaeleza kuwa baba huyo alikuwa na leseni ya umiliki wa silaha kwa ajili ya uwindaji. Picha za tukio hilo zilizothibitishwa na vyombo mbalimbali vya habari zinaonyesha jinsi shambulizi hilo lilivyotokea hatua kwa hatua. Viongozi wa kidini na kijamii wameeleza masikitiko yao, wakisisitiza haja ya mshikamano wa kitaifa na kuimarisha usalama wa hafla za kidini na kijamii. Wamesema tukio hilo limeacha majeraha makubwa ya kiakili na kihisia kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na kwa jamii ya Australia. Serikali ya Australia imetangaza itaunda tume maalum ya uchunguzi ili kuchunguza mazingira ya shambulio hilo na hatua za kiusalama zilizokosekana. Hatua hiyo imelenga kuhakikisha matukio kama hayo hayajirudi na kuimarisha imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama. Hiyo ni ripoti kutoka huko Australia, ambapo moja kati ya tukio hilo la mauaji, video zake ama picha mjongeo zile zimesambaa zaidi mitandaoni kuonyesha mauaji ya watu 15 ambayo yametokea Disemba 14. Unaweza ukashiriki nasi kwenye maoni hapo ili tuwe pamoja zaidi na zaidi. Asante.